ndio mkakati wa vita wa Irani uliowashangaza Marekani na Israel. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Zaki Digital, ni kusihi tu kuendelea kusubscribe channel hii, kulike na kucomment kila aina ya tukio la kimataifa. Wakati Marekani na Israel zilipoanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran tarehe 28 Februari, swali kubwa lilikuwa vita hivi vingedumu kwa muda gani? Hata hivyo, hali ilionekana kuendelea kwa siku, wiki na sasa miezi bila kuwa na muda maalum wa kumalizika kwa vita hivyo. Katika hotuba yake ya hivi karibuni mbele ya wananchi wa Marekani, Rais Donald Trump, kinyume na matarajio, hakuweza kuwasilisha mpango ulio wazi, lakini alisema kwamba Marekani inakaribia kufikia lengo lake la kimkakati nchini Iran na kwamba mashambulio makali dhidi ya Iran yatatekelezwa katika wiki 2 hadi 3 zijazo. Pia alitishia kuirudisha Irani kwenye enzi za zamani. Soko la mafuta na hisa ambalo lilikuwa na matumaini kuhusu hotuba yake kwa umma lilijibu mara moja, na sio tu kwamba bei ya mafuta ilipanda kwa kasi duniani kote, lakini masoko ya Asia, ikiwa ni pamoja na yale ya Marekani, pia yalipungua. Balozi wa zamani wa Marekani katika NATO alijibu hotuba hiyo akisema kwamba kauli ya Trump imezua mashaka kuhusu malengo ya vita na kuacha maswali kadhaa muhimu bila majibu, ikiwa ni pamoja na kwamba kwa nini Marekani bado inaendelea na operation ya kijeshi nchini Iran, ili hali kama Trump alivyosema, uwezo wa nyuklia, jeshi la majini pamoja na makombora ya Irani umeharibiwa vibaya. Jambo moja liko wazi kutoka kwa kauli ya Rais Trump: vita vitaendelea. Licha ya hasara kubwa katika hatua za awali, Iran bado inapigana kwa nguvu na inaendelea na vita. Mgogoro kati ya Marekani na washirika wake wa NATO katika vita vya hivi sasa unaonekana wazi kabisa, na Trump si tu anatoa kauli za juu kwa washirika wa NATO, bali pia ametishia kujiondoa. Licha ya vita kuendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja, mwitikio wa wananchi wa Iran haukuwa kama Trump na Netanyahu walivyotarajia, licha ya viongozi hao kutaka wananchi wa Iran waasi na kuipindua serikali. Mashambulizi ya Iran dhidi ya vituo vya kijeshi vya Marekani katika nchi za Ghuba hayakusababisha tu uharibifu mkubwa, bali pia yaliharibu vibaya taswira ya nchi hizo kama maeneo salama. Kwa mujibu wa wataalamu, muda mrefu wa vita hii umesababisha kupungua kwa imani ya nchi za Ghuba pamoja na Ulaya kwa Marekani katika masuala ya dhamana za usalama. Kufungwa kwa mlango wa Hormuz na Iran kumesababisha mgogoro mkubwa wa mafuta duniani. Nchi nyingi sasa zinaishinikiza Marekani na Israeli kusitisha mara moja mzozo huo, na baadhi ya nchi zimekataa kutumia mlango huo kama kituo cha operesheni za kijeshi. Kadri vita vilivyoendelea, Marekani na Israel zinakabiliwa na ukosoaji wa kimataifa. Maandamano makubwa dhidi ya vita hiyo yamefanyika hata ndani ya Marekani yenyewe. Hata hivyo, katika kutathmini kwamba Iran imefanikiwa kwa kiasi gani kuunda mazingira ambayo yatachochea uhasama dhidi ya Marekani na Israel kupitia mikakati yake ya kijeshi pamoja na kidiplomasia. Baadhi ya mikakati hiyo, kwa mujibu wa mtaalamu wa masuala ya kimkakati, amebainisha Trump alianza vita hii kwa lengo la kuipindua serikali ya Iran, lakini baada ya kushindwa sasa kufikia ile lengo lake la msingi, sasa anafanya mazungumzo na utawala ule aliokuwa anasema atauondoa. Mazungumzo ya Iran kimsingi ni ya kulazimishwa baada ya kutambua ukweli halisi. Moja kati ya mtafiti kutoka Ujerumani wa masuala ya usalama aliandika kuhusu uchambuzi wa mzozo wa hivi karibuni nchini Iran. Katika andiko lake aliandika jinsi Iran ilivyobadili mkakati wake wa vita. Akabainisha Iran imeongeza gharama ya vita kwa Marekani na Israel, mara nyingi kwa kulenga miundombinu muhimu na hata kutumia makombora ya ndege zisizo na rubani. Iran imeonyesha kwa makusudi vita hivi kama mzozo wa kikanda, haioni kama mzozo wa pande mbili tu. Kwa mujibu wake, mkakati wa Iran haukujikita katika kushinda vita haraka, hapana, bali katika kuwachosha wapinzani wake.